Moja ya changamoto kubwa ambayo anakutana nayo graphic designer ni pale anapokuwa anatengeneza logo, anamtumia mteja, mteja anakuambia kwamba nahitaji hiyo logo uibadilishe kuwa katika muonekano wa 3D. Mtu anaposikia 3D au graphic designer anapomsikia mteja anahitaji 3D, moja kwa moja yeye anafikiria kwamba labda hii logo inatakiwa iwe katika mfumo wa mockup. Kitu ambacho ni cha tofauti sana. Sawa? Kwa hiyo kwenye video hii unayoiona nitakufundisha namna ya kuweza kubadilisha logo kutoka katika mfumo wa 2D. 2D ni mfumo ambao wa logo unapokuwa unatengeneza kwenye program yako ya Adobe Illustrator. Hii hapa logo ndio inakuwa katika mfumo wa 2D. 2D inakuwa ni muonekano wa logo ambayo inakuwa haing'ai, haina ile muonekano wa reflection haina, lakini pia inakuwa haina muonekano wa kuvimba. Tukisema 3D, manake 3D inakuwa katika muonekano huu hapa. Logo yako inakuwa katika muonekano wa kuvimba, lakini pia inakuwa inang'aa. Huo ndio tofauti kati ya logo ya 2D na 3D. Sasa leo tutaitumia ChatGPT kama AI ambayo huwa naitumia mara kwa mara kwenye kazi za kubadilisha au kutransform logo kutoka kwenye 2D kwenda kwenye 3D. Very simple kabisa. Unaweza ukaona hapa kitu ambacho nimekifanya. Nimeupload hii logo yangu, nikaiwekea na prompt ambayo inatumika kucommand AI yako iweze kuibadilisha hii logo niliyoi-upload iweze kuwa katika muundo wa 3D. Sasa unachotakiwa kukifanya ni simple tu. Utakachokifanya hapa, utakuja kwenye programu yako hii ya Adobe Illustrator. Utafanya designing vizuri. Baada ya hapo uta export au uta save logo yako ikiwa katika mfumo wa PNG. Yaani PNG ni logo ambayo haina background nyuma. Ukisha save, moja kwa moja utakuja kwenye browser yako huku ambayo ni ChatGPT. Mimi hapa kwa vile nilisha kuwa nime command, nitakuja ku create new chat. Nikisha create new chat, utakuja hapa kwenye alama ya kujumlisha. Kama wewe ni mtumiaji wa kwanza, umeshaingia kwenye ChatGPT yako, mtumiaji wa kwanza, utakuja hapa kwenye alama ya kujumlisha, utabonyeza hapa. Kisha utasema add photo and file, utabonyeza hapa. Then utakuja kwenye faili zako, utakuja kuchagua lile faili ambalo uli export au uli save, faili lako la logo ambalo uli save kama PNG. Mimi la kwangu hili hapa, nita double click. Nikisha double click hapa, inapofuata kwenye hii description inanihitaji mimi niweke prompt au maelezo fulani yanayotumika kucommand AI ili iweze kuconvert hilo faili la logo tulio upload liwe katika mfumo wa 3D. Mimi nimeshaandaa prompt zangu ambapo wewe nitakuwekea, nimeshaziandaa hizi kwenye Microsoft Word. Mimi nitakuwekea hapo kwenye description hapo ya video, wewe utakopi na kupaste. Nitakopi hapa. Nikisha copy nitarudi kwenye ChatGPT huku, nitakuja nitapaste hapa. Nitabonyeza Ctrl V. Baada ya hapo nitakuja kubonyeza hii alama ili kuanza kuprocess hii command yangu au hii prompt yangu. Nitabonyeza hapa, itaanza kuprocess taratibu. Umeona? Haitachukua muda mrefu sana. Unaweza kaona hapo inaanza kufanya mchakato, inaanza kuprocess taratibu. Inaanza kuprocess hapo, unaweza kaona. Unaweza kaona, kwa hiyo logo yako inakuwa tayari imeshakamilika kama hivi unavyoweza kuona. Kwa hiyo hapa inakuwa katika mfumo wa PNG. Sasa kama unataka kumtumia mteja, download tu hapa. Download tu hapo, unabonyeza, unakuwa umesha download, then unamtumia mteja wako. Hii inakuwa ni PNG, maana yake inakuwa haina background. Kwa hiyo ni rahisi kumtumia mteja na akaweza kuitumia logo yake. Nafikiri utakuwa umejifunza kitu. Asante sana. Karibu tena next time.